Kigoma ni mkoa unaosifika kuwa miongoni mwa mikoa inayotoa vipaji vikubwa hasa katika upande wa mpira wa miguu, lakini stori kubwa ni klabu inayopatikana katika mkoa wa Kigoma. Hii sio timu nyingine bali ni Kajuna Football Club ambayo makao makuu yake yapo katika mkoa wa Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Miongoni mwa mafanikio makubwa ya Kajuna Football Club ni katika mashindano ya ligi daraja la tatu, ama watu wengi wamekuwa wanafahamu kwamba ligi ya mikoa kwa maana ya RCL, ambako huku ndiko wamekuwa wakisumbua kweli kweli. Hii leo ndani ya TV tuko na afisa habari wa klabu ya Kajuna ya Kajuna Football Club. Huyu sio mwingine ni Juma Maliki ambaye tupo naye hapa kuzungumza kinagaubaga juu ya masuala yanayohusu Kajuna Football Club. Juma Maliki, karibu Anwari TV, na tuanze kuzungumza hasa Kajuna Football Club. Kwanza kuna mtu ambaye ndo mara ya kwanza kuisikia Kajuna Football Club. Kajuna Football Club ni nini hasa, moja kwa moja kwa yule mtu ambaye anaisikia leo kwa mara ya kwanza? Kwanza nikushukuru na nimefurahi sana kufika katika studio hizi. Kwa majina kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Juma Maliki, ni afisa habari wa Kajuna FC. Kiufupi, Kajuna FC ni timu ya mpira, ni timu ya taasisi. Kajuna FC ilianza kama veterani, ambapo veterani hiyo ilianza mwaka 2021. Ilianza mwaka 2021 kama veterani, ambao veterani ilikuwa inachanganyika na vijana. Tulikuwa tunaenda tunacheza mwaka 2024. Mkurugenzi alipata wazo, na tukiwa na sisi washauri wake wa karibu tulijaribu kumshauri kutenganisha kati ya vijana, kwa sababu mara nyingi tulikuwa tukienda kwenye veterani, vijana wakati mwingine wanatengwa, wanasema vijana hawawezi kucheza, kwa sababu wale vijana wengi tu walikuwa wanacheza pale walikuwa ni wafanyakazi kampuni ya Kajuna Investment Company Limited. Na sera ya kampuni ile ilikuwa ni afya ya wafanyakazi. Afya ya wafanyakazi ni pamoja na kupitia michezo. Kwa hiyo 2024 ndio tukawa tumeanzisha rasmi timu ya Kajuna FC, ambapo kwa mara ya kwanza tuliingia kwenye mashindano ambayo yanaanzishwa na kituo kimoja cha Dr. W. Livingstone. Ambapo tuliingia kwenye haya mashindano, tuliingia kama kujifunza kwa mara ya kwanza, lakini kadri siku zilivyokuwa tunaenda, tuliingia mara ya kwanza tukapata ushindi wa goli 4. Mara ya pili kumbe tuko serious bwana. Kwa hiyo tukaendelea hivyo, tunapata ushindi, mwisho wa siku tukawa machampioni wa mashindano haya. Kwa hiyo safari ya Kajuna ilianzia hapo. Sawa. Kajuna imekuwa ni timu ambayo inatajwa kwamba ndio timu ya pili hasa kwa umaarufu na ukubwa mkoani Kigoma, mara baada ya timu ya Mashujaa Football Club ambayo hii inafahamika na ipo katika ligi kuu ya NBC Premier League. Watu wanavyozungumza hivi, ni kweli ukubwa huo Kajuna Football Club unapatikana mkoani Kigoma moja kwa moja, na hiyo heshima ambayo watu wamekuwa wanaipatia? Ni sahihi, kwa sababu kwanza mpira wa mkoa wa Kigoma kwa hizi level za chini ni kama vile ulikuwa umesizi, lakini baada ya ujio wa Kajuna, mpira wa Kigoma umekuja kama kunyanyuka kiasi kikubwa kupitia timu ya Kajuna FC, na ambayo imekuja kuleta chachu kwa maendeleo ya mpira wa miguu na kwa vijana, kwa sababu timu ya Kajuna FC imekuwa ikisupport sana vijana, hasa vijana wa mkoa husika, mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo timu ya Kajuna FC ni halali kupata sifa hizi ambazo wanazipata. Sawa, tuje sasa tuangazie Kajuna Football Club yenyewe katika upande wa mafanikio yake katika upande wa soka. Tumeshuhudia mara kadhaa kwenye mashindano ya kombe la shirikisho la CRDB msimu huu dhidi ya Geita Gold ikaondoshwa kwenye mashindano, lakini ushiriki wao kwenye mashindano ya ligi daraja la tatu kwa maana ligi ya mikoa, mabingwa wa mikoa RCL, wamekuwa wana mwendelezo mzuri, hasa msimu uliopita walipotolewa katika hatua ya mtoano, na msimu huu ambao wamekuwa ni vinara. Mafanikio haya moja kwa moja kwa Kajuna, nyie kama viongozi wa timu, ni kitu gani ambacho mnakiwaza hasa mara baada ya timu kuwa na mwendelezo huu moja kwa moja? Kwanza, mafanikio hayaji bila ushirikiano. Mafanikio ya Kajuna FC yanakuja kwa sababu ya ushirikiano na uongozi thabiti kupitia CEO wetu wa Kajuna FC, ambaye amekuwa ni njia bora ya kufanikisha Kajuna FC kufikia mpaka level hii. Kwa hiyo sisi kama Kajuna FC kwanza tunajivunia
kuwa na kiongozi bora na kiongozi ambaye ana maono, ambaye yeye ndio chachu kubwa sana ya mafanikio ya Kajuna na ndio chachu ya kuiona Kajuna FC ina survive mpaka sasa hivi. Sawa. Juma, kikubwa ambacho hii leo tumekuja kukizungumza hasa ni mkoa wa Kigoma kupewa uwenyeji wa mashindano ya RCL kwa maana mabingwa wa mikoa, na kituo cha Kigoma ndio kitaandaa hiyo hatua ya fainali. Kwenu nyinyi hasa kama Kajuna, tukumbuke pia kwenye hatua ya makundi kulikuwa na kituo hapa na mmeweka rekodi kwamba mmeibuka na ushindi kwenye mechi zote 6 za hatua ya makundi, na nyie ndio timu pekee msimu huu mliokuwa na mwendelezo mzuri kuelekea hatua ya fainali. Hasa Kajuna Football Club imejiandaa vipi, na wana Kigoma na wapenzi wa Kajuna Football Club wategemee nini hasa katika mashindano ya RCL ya mwaka huu? Kwanza ni Kajuna FC kwa msimu uliopita hatukufanikiwa kwa sababu ilikuwa ni mara yetu ya kwanza na tuliingia kwa niaba ya kwanza kupata uzoefu na kujifunza, lakini mwisho wa siku tulitolewa katika hatua ya mtoano. Baada ya kutolewa kwenye hatua ya mtoano tulirudi, tulikaa chini, tukafanya tathmini ya timu na tukafanya maboresho. Ndio maana ukaona msimu huu moja ya timu ambayo ilikuwa inafanya vizuri ni Kajuna FC kwa sababu tulikaa chini tukafanya tathmini yale mapungufu tuliyokuwa nayo tukayarekebisha, na ndio maana unaona msimu huu tumekuja kivingine na tumekuja tukiwa na nguvu na hali kubwa, na nikupe kitu ambacho wana Kigoma ambacho walikuwa nakisubiri ni ujio wa mwalimu mpya, na tulimpokea mwalimu mpya ambaye ni mwalimu Habibu Kondo. Alikuja kuongeza nguvu kwenye timu kwa sababu huyu mmemrejesha kwa sababu tumemrejesha kwa sababu hakuwepo, alikuwa kuna majukumu mengine. Sasa kwenye hatua hii tumeongeza nguvu kuonyesha tuna userious wa hali ya juu, na wana Kigoma wote wajiandae kupokea Kajuna FC kuelekea mashindano ya 8 bora. Sawa. Kwenye kuelekea hatua ya 8 bora kama ulivyozungumza vizuri kwamba mmejiandaa, tuzungumze hasa kwa upande wa wachezaji wenyewe, ushindani wao, utayari kuelekea kwenye hatua muhimu. Tunajua kwamba pressure ni kubwa licha ya kwamba wana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani. Kwenye swala la wachezaji hasa upande huo tunauzungumziaje? Kwanza kuna upande wa wachezaji, sasa hivi tuna kikosi kikubwa tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo kila mchezaji anapoingia uwanjani anaingia na ile commitment ya hali ya juu kuonyesha kama atakapoteleza mwenzake akija akafanya vizuri mwenzake atachukua nafasi. Kwa hiyo kila mchezaji anajitahidi kupambana, anajitahidi kufanya kazi kulingana na maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo utaona hata ukija mazoezini, kwa sababu tumecheza mechi 3 za kirafiki. Kwa hiyo kila mechi ulikuwa unaiona, mechi ya kwanza umecheza watu wengine, baada mechi ya pili umecheza watu wengine, mechi ya tatu umecheza watu wengine. Kwa hiyo unaiona timu. Mechi ya kwanza tumeshinda goli 3-2, tumecheza na Mashujaa senior team. Mechi ya pili tumecheza na Kigoma Ujiji, tumeshinda goli 4. Mechi ya tatu tumecheza dhidi ya Rosamu, tumeshinda goli 3. Kwa hiyo ukiangalia mechi zote hizo unaona kabisa ni timu ya aina gani, timu iliyokuwa na njaa ya kufunga, kwa sababu kila mechi tunafunga na tunafunga kwa idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo ukiangalia timu yetu ya msimu uliopita, msimu huu utaona kama kuna mabadiliko ya hali ya juu, kwa sababu timu ya sasa hivi ina njaa kubwa ya mafanikio. Sawa, tuzungumzie sasa malengo ya Kajuna Football Club kwenye mashindano haya ya mabingwa wa mikoa, lakini pia malengo yenu kwa ujumla, hasa nyie kama timu moja kwa moja. Malengo ya kwanza tupandishe timu First League. Lakini malengo makubwa ambayo ni malengo mama ni kupambana ili kufikia level za Premier League. Ndio malengo makubwa, na wana Kigoma nachowaambia waendelee kuisupport Kajuna FC na pia wasisahau kuisupport na Mashujaa, kwa sababu ndio timu ambazo za mkoa wa Kigoma ambazo zinawakilisha mkoa wa Kigoma katika mashindano mbalimbali. Kwa hiyo Kajuna FC tumepata nafasi ya kupata kituo hapa kimepatikana katika mkoa wetu wa Kigoma. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo na haitufanyi tubweteke, lakini inatupa hari na morali wa kupambana ili tuweze kufanikiwa, kwa sababu jambo liko nyumbani, na jambo likishakuwa nyumbani hauwezi kusema automatic ulegee. Lazima, kwa sababu kila timu inayokuja lazima ije kupambana na mwenyeji. Kwa hiyo ukishakuwa mwenyeji lazima ujiandae kwa mambo yote. Kwa hiyo sisi kama Kajuna FC tuko tayari, tuko timamu. Tunaomba wana Kigoma waje watusapoti na waje kwa wingi, kwa sababu hakutakuwa na kiingilio. Mashindano haya kiingilio ni bure. Kwa hiyo kila mwana Kigoma anayo haki, anayo nafasi ya kuja kushabikia mkoa wao, kwa sababu haitashiriki kama Kajuna FC. Itashiriki kama
timu ya mkoa wa Kigoma, mabingwa wa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo tunawakilisha mkoa wa Kigoma. Sawa, tuzungumzie sasa mikakati Juma Maliki ya Kajuna Football Club kwenye kufikia yale malengo ambayo nyinyi wenyewe mmeyalenga. Mpaka hivi sasa mna mikakati gani? Aidha ni mipango ya muda mrefu, hata pia mipango ya muda mfupi? Mpango wa kwanza wa kuhakikisha timu inapanda ni kumleta mwalimu bora. Mwalimu bora, mkakati wa kwanza. Lazima umlete mwalimu bora, mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa, kwa sababu ukitaja katika walimu bora ambao wamefundisha mpira wa miguu na wanaendelea kufundisha mpira wa miguu, huwezi kumwacha Habibu Kondo. Kwa hiyo ni lengo la kwanza. Kwa hiyo baada ya hapo, malengo mengine ni malengo ya management ambayo kuandaa wachezaji kisaikolojia, kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kucheza mechi. Kwa hiyo msingi mkubwa ni huo kuelekea mafanikio. Sawa, kwenye kuizungumzia Kajuna mara nyingi tumekuwa tunaona wachezaji ambao wamekuwa wanafanya vizuri. Hem, tumzungumzie mdalango wenu Haji ambaye amekuwa kwenye majukumu ya national team ya vijana under 17. Pengine consistency yake ikoje katika hilo eneo? Kwanza sisi kama Kajuna FC na hasa mkurugenzi wa Kajuna FC, lengo lake ni kuona vijana wa Kigoma na wanavuka hatua na wanapata mafanikio. Kwanza sisi kama Kajuna FC tunamshukuru Mungu, kijana wetu amepata nafasi ya kuwa mmoja wa vijana ambao wanawakilisha mkoa wa Kigoma katika timu ya taifa ya under 17. Kwa hiyo kijana huyo yuko sasa hivi anajiandaa kwa ajili ya AFCON ambayo inaanza mwezi wa 5. Kwa hiyo yuko kwenye majukumu ya national team. Kwa sasa hivi tuna mlinda mlango mwingine ambao walinda mlango wawili ambao wako kwenye timu na tunaendelea nao vizuri. Kwa hiyo sisi kama Kajuna FC ni fahari yetu kuona vijana wetu wanapiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sawa, tumalizie na hamasa Juma Maliki, Kajuna Football Club kuelekea kuwa wenyeji sasa wa mashindano ya RSL hasa katika hatua ya finali. Hamasa ni ipi hasa ambayo mnakwenda kuingia nayo moja kwa moja? Kwanza hamasa kubwa ni kuwa na timu nzuri. Ukiwa na timu nzuri unawavutia. Unajua mkoa wetu wa Kigoma unaweza kuwa ukawa huna timu nzuri, ukawa huna hamasa. Lakini ukiwa na timu nzuri, hamasa inakuja. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea na hamasa kama unavyosikia kuna baadhi ya maeneo mbalimbali tunaendelea na hamasa kwa timu na hamasa yani tunafanya hamasa ya namna nyingi. Kuna hamasa ya timu, kuna hamasa ya nje ya timu, ambayo nje ya timu inakuwa ni mashabiki kufika kiwanjani, na hamasa nyingine ndio hiyo ya kutokuwa na kiingilio. Unapofanya for free unakuwa unapata watazamaji wengi ambao wanakuja kukutazama. Kwa hiyo ni moja pia hamasa kubwa ambayo mkurugenzi wa Kajuna FC ameifanya ili kuhakikisha wana Kigoma wanapata fursa ya kuja kiwanjani, kwa sababu mkoa wetu unaujua. Kwa hiyo mzunguko wa pesa ni mdogo sana. Kwa hiyo ukifanya for free watu wengi wanapata nafasi ya kuja kutazama, kwa sababu sasa hivi hata ukiangalia nauli zimepanda. Mfano mtu anatoka Mwanga, anatoka Mwandiga, anatamani kuja kuangalia, lakini akipiga hesabu atumie nauli afike uwanjani alipe kiingilio, wakati mwingine inakuwa changamoto. Kwa hiyo mkurugenzi wa Kajuna FC aliangalia hivyo, kwa hiyo akaona ni muda sahihi wa wana Kigoma waishuhudie timu yao bila kuwa na gharama yoyote. Sawa, Juma Maliki, tuzungumzie mchango wa KFA hasa kwa maana shirikisho la soka mkoani Kigoma kuisupport Kajuna kama timu ambayo inawakilisha mkoa. Mmepokea support yoyote kwa maana ushirikiano ambao unaendelea baina yenu? Ushirikiano ni mkubwa sana, na ushirikiano umeanza leo. Umeanza toka Kajuna FC inaanzishwa, inaanza mpaka sasa hivi tuna ushirikiano mkubwa na tunaendelea vizuri, na tunashukuru Mungu wanatupa support kubwa kuanzia mwenyekiti, katibu, makamu mwenyekiti, katibu na watendaji wote ambao wako ndani ya KFA watupa ushirikiano. Ndio maana unaona mpaka sasa hivi timu ina survive hivi na inaendelea vizuri, kwa sababu huwezi kusurvive kama huna mahusiano mazuri na chama cha mpira, kwa sababu chama cha mpira ndio uhai wa klabu. Sawa. Asante mtazamaji wa Nari TV kwa kuendelea kuwa nasi, na tumepata kuifahamu Kajuna Football Club, miongoni mwa timu kutoka mkoani Kigoma ambayo imekuwa inazungumzwa sana kwenye midomo, lakini pia kwenye akili za wakazi wa Kigoma, ikiwa inatajwa kwamba miongoni mwa klabu ambayo inategemewa kuja kufanya makubwa kwa miaka ya mbeleni. Na tumepata kufahamu maandalizi yao hasa kuelekea katika mashindano ya RCL kwa maana Regional Champions League. Hapa ndiko inafahamika kwa mabingwa wa mikoa, ambako Kajuna FC kutoka mkoani Kigoma wamepata bahati ya kuwa wenyeji wa kuandaa mashindano haya katika hatua ya fainali. Nilikuwa naye hapa Juma Maliki ambaye ni afisa habari wa klabu ya Kajuna Football Club. Langu jina ni Leopard John. Nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpumba. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV.